jambo kubwa zaidi ambalo tunaishi nalo kwa sasa kuanzia jana usiku imekuwa ni mrejesho wa kesi ya kukata rufaa ya Young Africans ambayo ilipelekwa kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo, kwa maana ya CAS, majibu kurejea na kuonekana jambo lile CAS halikuwa sehemu yake kwa namna ambavyo tumepitia ile taarifa. Hivyo tunataka item kama ni hukumu. Ile sio hukumu. Ile sio hukumu ile. Kwa namna ambavyo mrejesho umekuwa wa lile jambo limerejeshwa kwenye ngazi za ndani za wasimamizi wa soka, maeneo ambayo Young Africans walipaswa kuanzia. Kwa maana ya kwamba CAS kuna maeneo mengi wao walikuwa hawezi wakafanyia maamuzi kwa namna moja ama nyingine. Wakanda kwa mtu wa kawaida kabisa ambaye inawezekana hajafuatilia au amesikiliza, amechanganywa au kasoma kuna vitu ambavyo hajaelewa. Taarifa ile ina clarify jambo gani hasa kubwa ambalo Mtanzania anapaswa kuelewa juu ya mwenendo wa hili sakata ambalo lilifika CAS, lakini inaonekana kule CAS haikuwa sehemu sahihi kusikilizwa kwa wakati husika. Baada ya Young Africans kufile kesi kwenye mahakama ya usuluhishi michezoni CAS, CAS wao walituma barua kwa respondents ambao respondent hao walikuwa ni Simba Sports Club, walikuwa ni bodi ya ligi TPLB pamoja na Tanzania Football Federation, nikimaanisha TFF, ambaye TFF ndio alikuwa respondent wa kwanza, bodi ya ligi alikuwa respondent wa pili na Simba ndio alikuwa respondent wa tatu, huku appellant alikuwa ni Young Africans ambaye huyu ndio alikuwa anakata rufaa. Kwa hiyo kilicho tolewa jana ama taarifa iliyotolewa jana na CAS, haya yalikuwa ni majibu ambayo yalizalishwa na kitu kifuatacho. Ukisha kuwa respondent wa kesi ambayo ipo CAS, utaitwa ili ueleze kwa nini usishtakiwe ama kwa nini hiyo kesi isiende mbele. Na wewe ambaye ni appellant utaitwa utoe sababu zako kwa nini hiyo kesi isikilizwe. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba wakati hawa respondent wameitwa na CAS, hoja walizopeleka mbele ya CAS kwa nini kesi isisikilizwe, hoja zao zilikuwa ni zifuatazo. Kwanza ni kwa walipeleka kanuni ya 25 na 26 ya ligi kuu Tanzania bara ambayo inawataka walalamikaji wa jambo lolote linaloihusu ligi kuu Tanzania bara kupitia kamati ya rufaa masaa 72 baada ya jambo hilo kutokea kwenye mchezo husika. Kwa hiyo ilikuwa ni hoja ya kwanza ambayo waliipeleka CAS na kuambia hii kesi isisikilizwe kwa sababu hili jambo halijajadiliwa ndani. Lakini cha pili, kitu ambacho bodi ya ligi walikipresent ku challenge zile hoja za Young Africans ni kwamba kesi ambayo Yanga aliipeleka ya kudai alama 3 na point 3, alama 3 na magoli 3, ni kesi ambayo haipaswi kujadiliwa kwa sababu ule mchezo ulihairishwa. Bodi ya ligi waliahirisha ule mchezo kwa sababu mbili. Waliona viashiria vya rushwa pamoja na viashiria vya uvunjifu wa amani ambavyo mpaka dakika hii bado havijatolewa, uchunguzi wake haujakamilika. Hivyo hawawezi kuja kupresent ushahidi kwa sababu ule uchunguzi huku nyuma bado unaendelea. Kwa hiyo hizo ni hoja chache ambazo Simba, bodi ya ligi pamoja na TFF waliziorodhesha mbele yao, huku Simba wao wakiclaim kwamba hawastahili kushtakiwa ama kesi hiyo haistahili kusikilizwa wao wakiwepo, kwa sababu wao pia ni wahanga wa mchezo kuhairishwa, kwa sababu yeye alipokea taarifa ya bodi ya ligi kwamba hatakiwi kwenda uwanjani kwa sababu ule mchezo haupo kutokana na changamoto za kiusalama pamoja na changamoto za uhofu ya kuwepo kwa rushwa kwenye ule mchezo. Kwa hiyo hizo ndo hoja ambazo Simba, bodi ya ligi na TFF walizichallenge hoja za Young Africans na ikawa sababu ya wao kwa nini kesi isisikilizwe. Kwa hiyo CAS walichokuja nacho ni kwamba wamewajibu Young Africans kwenye ile apili yao na kuambia kwamba hili jambo halipaswi kusikilizwa na sisi CAS kwa sababu mlichotuletea sio rufaa, yani mlichotuletea sio hukumu ya kile ambacho mlipewa kwenye ligi yenu. Hapa mlituletea barua ya kitaasisi ambayo ilikuwa inatoa maelezo ya kwa nini mchezo wa tarehe 8 umeahirishwa. Hivyo CAS imewataka Young Africans kurudi kwanza kwenye mamlaka za kimpira wa Tanzania
ili kesi yao isikilizwe huko kwanza, kwani wao hawana mamlaka ya kusikiliza kesi ambayo haina hukumu. Lakini cha pili, Young Africans walipresent stay order ya kuwataka CAS kuwalazimisha bodi ya ligi kutoupangia mchezo wa dabi tarehe mpya nikimaanisha. CAS wamewajibu Young Africans na kuambia kwamba wao hiyo mamlaka hawana, kwa sababu bado bodi ya ligi wanaamini kulikuwa kuna sababu za ule mchezo kutofanyika kutokana na changamoto za usalama pamoja na changamoto za rushwa. Kwa hiyo eneo ambalo CAS wamenukuu kanuni ya 34 kifungu cha kwanza ambapo cha kwanza 1.3 cha kwanza 1.3 ambapo kanuni hii ya 34 nafikiri ndio ilikuwa kanuni maarufu kwenye hili sakata kuliko kanuni zote. Na hapa nimeona CAS wametaja kwamba huu mchezo uliahirishwa kihalali. Kwa hiyo yani CAS wameinukuu na kanuni hiyo baadaye inawaruhusu bodi ya ligi kuhairisha mchezo pale ambapo wataona kuna sababu maalum ya wao kufanya hivyo. Kwa hiyo kuna maeneo mengine wakanda pia na umeainisha baadhi ya maeneo lakini kuna maeneo ambayo pia yalikuwa narudi kwa Young Africans kwamba walisema wamepata hasara. CAS haikuona ushahidi na wakahoji kwamba unasemaje umepata hasara wakati mapato huwa yanapatikana baada ya mechi kuchezwa, na hii mechi inaonekana itakiwa ipangiwe tarehe mpya, unasemaje umepata hasara. Lakini pia kuna kipengele ambacho Yanga walishindwa kuonyesha namna ambavyo bodi ya ligi imekosa ile integrity. Yani kwamba hawa watu kwa nini mnakosa nao imani na hiyo ndo na sababu ya Young Africans kuruka mamlaka. Kwa nini hawakufile ama hawakutaka kesi iendelee kusikilizwa kwenye mamlaka za ndani? Ni waliamini kwamba bodi ya ligi haina integrity ya kusikiliza kesi yao, na ndio maana waliiruka mahakama ya rufaa na kwenda kupresent kesi yao moja kwa moja CAS wameonyesha kwamba Yanga walishindwa yani ile kusema kwamba kwa nini una imani na Nsajigwa. So nataka umwambie kwamba Elbo mimi sina imani na Nsajigwa 1 2 3. Kwa hiyo yani CAS yani sawa na mwambia Young Africans, okay, mmesema hamna imani na bodi ya ligi ama hamna imani na kamati ya rufaa, thibitisheni sababu ambazo zimewafanya msiwe na imani na kamati ya rufaa, kiasi kwamba mmewaruka mmekuja kwetu. Baada ya Young Africans kushindwa kupresent hicho kitu, ndio CAS wamekuja na verdict kwamba wao CAS wanaamini kamati ya rufaa bado ina integrity ya kutosha kuisikiliza rufaa ya Young Africans juu ya mchezo wa dabi ya tarehe 8, hivyo warudi kwanza huko. Baada ya kurudi huko, CAS maamuzi walioyachukua ni ile kesi iliyokuwa filed mara ya kwanza wameiondoa kwenye list ya kesi ambazo wanazo na kuwataka Young Africans kumalizana kwanza na hawa watu wa ndani. Then baada ya hapo ikitokea sasa ile kamati ya rufaa imetoa maamuzi ambayo Yanga hajaridhika nayo, anaruhusiwa kurudi CAS na kufile kesi huku sasa akiwa ana ground mpya, ambayo hiyo hukumu sasa ndio itatumika kama ground mpya ya kesi ambayo ataipresent tena CAS. Tumefika hapa tulipofika. Nchi ilikuwa kwenye mzozo mkubwa, watu waligawanyika, watu walikuwa na maoni tofauti, waliogombana waligombana, waliovunjiana heshima walivunjiana heshima. Kwa sasa kinachoendelea mtandaoni kwenye vijue vyetu vya kisasa ambako ndo maeneo mengi tunachangiana mawazo na vitu kama hivyo. Kumekuwa kuna question mark kuhusiana na department ya sheria ya Young Africans, kwa sababu ukitazama kilichojibiwa na CAS inaonekana kuna maeneo mengi sana ya kisheria na ya kikanuni ambayo Young Africans ni kama waliovaruku kwenye hili jambo. Ni sahihi hiyo department ya sheria ya Young Africans kushambuliwa kama hivi ambavyo inashambuliwa kwamba kuna maeneo yanaonekana ni kama walikosa utulivu? Yes, ni sahihi. Kwa mjibu wa swali lako ni sahihi kuquestion, kwa sababu kama walioenda kuwawakilisha mashabiki ama wanachama maybe to let's say nusu ya Watanzania, milioni 20 to 25 walioenda kuwawakilisha, manake ilikuwa ni jopo ambao limebeba matumaini ya watu mamilioni ya watu kwamba sheria 5 walikuwa kwenye hili jambo wa Young Africans. Nyie ndo tumewakabidhi. Kwa swali lako mpaka hapo, kwa sababu wamewaangusha kwa kiasi na kuoneshwa kwamba kuna mapungufu
tayari wamediwa disappoint na wana haki ya ku-question. Na kwa nini wa question? Mashabiki ama yeyote tu mpenda soka ambaye si shabiki hata wa Yanga, hata si shabiki wa Simba, anapenda tu football ama witness tu wa kawaida kutoka mataifa mengine, kwa sababu tunaona soka letu linapiga hatua, linafuatiliwa na watu tofauti, sponsors kutoka nje, makampuni yanaingia mkataba na hivi vilabu ama na ligi kwa ujumla mengine ni kutoka nje. Wanapotazama mwenendo kama huu ni lazima wa question ni kwa nini. Mwanasheria linapokuja swala la sheria ni lazima ashauri vizuri uongozi. Mimi feria yangu ipo wapi? Ipo kwenye kushauri uongozi. Kwa mara ya kwanza ukitazama jambo hili wakati linatokea, iliingia mihemko na hisia za juu sana kwa pande zote husika. Kuanzia kwa bodi, uliona namna ambavyo mwenyekiti alikuwa anatoka na kuzungumza, kwa TFF pia, kwa Young Africans, kwa Simba, pande zote ziliingiwa na hisia na mihemko kwa kiasi kwenye namna ya kuliendea jambo. Sasa kabla ya kufaili kesi ni kushauriana, na mshauri mkuu anakuwa ni mtaalamu wa sheria ambaye yeye anatakiwa azione faida za kwamba hapa kuna rupo ya ushindi, hapa kuna rupo finyu ya ushindi, hapa kuna udhaifu tunaoweza kutumia kushinda, hapa kuna strengths za mpinzani wetu anaweza akazitumia kutushinda, hapa kuna mapungufu ambao sisi wenyewe kwenye sheria kuna lazima ukiri wewe kwanza mapungufu ambayo yawezekana yapo, ambayo yanaweza yakakuhukumu wewe kabla ya kwenda mbele ukaona kabisa ngoja tu withdraw. Kutokana na hizi hoja sisi tuna udhaifu huu, yawezekana tusishinde kwenye hili, ngoja tu withdraw tuone namna nyingine ya kufanya. Kwenye grounds hizo sioni kama wanasheria waliwashauri vizuri viongozi wakuu wa Yanga ama ile management ya Yanga kwenye kuamua hili kwenda kasi. Kulifuatilia kama ambavyo kasi wamelirudisha ndani, kulikuwa tuna hizo njia zote kuweza kuzitumia kwa sababu ya hisia na mihemko ambayo ilianza kama kauli ukizitafasiri za pande zote mbili. Kuanzia wote niliowataja wahusika wanne ambao wapo kwenye hii kesi, kila mmoja alikuwa ni kama anamtunishia msuri mwenzake. Uliona upande wa Simba ulikuwa unaonekana kufanikiwa tangu mwanzo tu kwamba wao wamelimaliza baada ya bodi ya ligi kuahirisha mchezo. Bodi ya ligi ina kanuni zake, nao wanatuna kwamba hili sisi tumeahirisha kutokana na ABCD, nao wanaona wako sahihi. TFF kama mlezi wa wote naye anaona kuna mtu hana nidhamu hapa, nyie mna mazoea haya, hebu kweni waungwana, mbona ni mara kwa mara hii, nao wanaona hivyo wanatunisha. Yanga nao unaona mbona kama hakuna mtu ambaye yuko upande wetu. Yaani ukitazama Simba wanajiona washindi, ukitazama bodi haiko upande wetu, ukitazama TFF haiko upande wetu. Sasa sisi hawa hata tukifaili kesi kwao kuna upande wetu sisi, utatuangalia kama watu tunaotakiwa kupata haki. Kwa hiyo sasa wanasheria nao wakaingia kwenye mihemko ya uongozi ya kwamba tuwaruke hawa, wanatudharau, hawakufuata taratibu za kisheria kwamba tukiruka hawa kuna hiyo rupo ya kurudishwa huku. Hawa tusio wapenda, hawa tuliogombana nao, hawa ambao hawezi kutupa haki, ambao hatuelewani nao, tukiwaruka huko tunakokwenda hatutakumbushwa. Hilo wanasheria hawakushauri vizuri na labda mimi nakumbuka president alikuwa nje, sasa hivi si mitandao ipo, wanaweza kufanya meeting ya pamoja online. Yes, president alikuwa nje, nadhani alikuwa England, alikuwa Morocco, baadaye England nadhani kwenye mechi ya Liverpool. Yes, baada ya Morocco ilikuwa England, hakuwepo nchini. Makamu alikuwa anazunguka na timu, nadhani ilikwenda kucheza mchezo mwingine ulifuata baada ya ile sakata, nadhani walikuwa nje ya Dar es Salaam kama sikosei. Makamu alikuwa na timu na baadhi ya interview alifanya, mmoja ya kauli yake maarufu ni kwamba atakuwa mtu wa mwisho kuamini kama kuna mchezo mwingine wa dabi msimu huu utachezwa kwenye ligi kuu, labda itokee kwenye michuano mingine ambayo ipo kikanuni haijaharibika. Na moja ya kauli yake unaona sasa kwamba hakukuwa na muunganiko wa pamoja kukaa kulijadili jambo, kuangalia mapungufu, strengths za namna ambavyo tutashinda ama tunaweza kushindwa, kwa sababu kwenye kesi pande zote zipo. Kama mkishauriana vizuri, naamini kuna engo mnafika mnasema asilimia za kushindwa hapa ni 70, za kushinda ni 30. Mnaweza mkapambana wanasheria tuwakabidhi ama tu withdraw tufuate taratibu zingine. Nadhani hakukuwa na mawazo ya pamoja katika kulijadili hilo, ndo naona udhaifu wangu hapo. Lakini maelekezo ya kasi yametuweka sawa pande zote.
Ila nina wasiwasi eneo moja. Bado hisia na mihemuko ya furaha pengine inapitiliza kwenye utendaji wetu, na maana huwa natumia kauli si mbaya kuendelea kujielimisha wakati soka letu linakimbia. Viongozi wengi wanakosa maarifa ya kumudu hiyo kasi. Hiyo kasi ya ukuaji wa soka letu, hususan hasa kwenye hivi vilabu viwili pamoja na mamlaka ya mpira. Kwa nini nasema hivyo? Tazama jana baada ya maamuzi ya kasi ya kwamba sasa mnaweza mkaanza taratibu upya. Taarifa ya kwanza ya mapema iliyotoka ya bodi ya ligi, wao wakalimaliza pia kupitia taarifa ya bodi ya ligi ukiisoma, na wao walimaliza kana kwamba wamesahau walitoa taarifa kwamba kuna vikao vinaendelea na watazidi kuzungumza mpaka waje watolee maamuzi. Baada ya Young Africans kuruka hatua wakaenda kule, wamerudishwa ndani. Mamlaka nazo zilitakiwa kusikiliza kama kuwaita tena kwa pande zote mbili kwamba jamani, yawezekana mmoja wetu alienda kuitafuta haki zaidi juu yetu, amekumbushwa kuhusiana na taratibu zetu. Kama amekumbushwa kuhusiana na taratibu zetu, imekuwaje sasa turudi ndani tulijadili hili jambo kwa ukubwa wake, tuone sasa tunaendelea na kesi. Mwenye nia ya kuendelea na kesi aendelee, mwenye nia ya kulimaliza alimaliza. Lakini bodi ya ligi nao wakatoa taarifa kwa furaha kwamba sasa basi jambo limeisha, mechi inatakiwa kuchezwa, wakati kulikuwa na vikao vinaendelea. Achana vile informal vile vya mamlaka na